Karibu kwenye kipindi hiki cha The Sabini Soul, siku zangu kule Waraseoni. Hadithi nzuri na zenye maana zaidi maishani mara nyingi hufichwa chini ya tabaka zenye vumbi za uzoefu wetu wenyewe. Leo, mwandishi Rajesh Chandrani Madanlal Jain anatupeleka kwenye jumba kama hilo la kumbukumbu la zamani zake. Hii ni kumbukumbu ya miaka 48 iliyopita, inayokumbusha siku za chuo cha uhandisi cha Jabalpur. Lakini kwa kweli, hii ni hadithi ya upendo wa kimya wa baba, fahari kwa mwanawe na ule wakati wa ajabu ambapo kuaga na matumaini ya kuonana tena yanadunda pamoja. Hebu tusikilize kumbukumbu ya kugusa moyo ya Rajesh Jiugeni. Kumbukumbu hii ina zaidi ya miaka 40. Nilikuwa nikisoma katika chuo cha uhandisi cha Jabalpur. Wakati huo, nilikuwa nikisafiri mara nyingi kati ya Jabalpur na Waraseoni. Basi nzuri la shirika la usafiri la serikali lilikuwa likifika kutoka Balaghat hadi Waraseoni saa 11:30 asubuhi. Siku ambazo nilipaswa kuondoka Waraseoni kwenda Jabalpur, nililazimika kuamka mapema. Babu na bibi yangu, baba na mama yangu walikuwa wakiamka mapema kila siku. Hata hivyo, nilipokuwa tayari na kuondoka nyumbani, babu, bibi na mama yangu walikuwa wakija mlangoni wakiwa na machozi ili kuniaga, lakini baba yangu alikuwa akitembea nami kwa miguu njia nzima hadi kituo cha basi. Mara nyingi mimi na baba yangu tulikuwa tukitembea kwa miguu. Kwa kufanya hivyo, alikuwa akifanya matembezi yake ya asubuhi pia. Tulipokuwa tukitembea, wafanyakazi wa usafi walikuwa wakifagia barabara. Waraseoni ilikuwa ndo kwanza inaanza kuamka. Kwa kuwa kulikuwa na utulivu usio wa kawaida wakati huo, sauti za ndege, hasa kunguru, zilisikika vizuri sana. Sasa ndege wengi hawajabaki tena. Tulifika kituo cha basi. Hapo, macho ya baba yangu yalikuwa akitafuta abiria wengine. Ikiwa angemkuta mtu yeyote mzima anayemfahamu, angenitambulisha kwao akisema, "Huyu ni mwanangu. Anasomea engineering kule Jabalpur. Anaenda huko sasa hivi." Baada ya utambulisho kama huo, alikuwa akihisi amani kwamba ameniacha mikononi mwa mtu mzima na kwamba sitapata matatizo yoyote wakati wa safari. Niligundua namna ya kuzungumza ya baba yangu. Alihisi fahari kubwa alipotumia neno engineering. Kisha kulikuwa na kusubiri basi. Kwa sababu hakukuwa na kelele, angeweza kutambua sauti ya basi kutoka umbali wa kilomita 1 na kuniambia niwe tayari na mizigo. Basi liliposimama, aliingia haraka ndani na kuniwekea kiti kilichokuwa wazi mbele, viti vya nyuma vinatingishika zaidi. Mara tu nilipopanga mizigo yangu na kuketi, alitoka nje na kusimama karibu na dirisha. Alikuwa amekuja kuniweka kwenye basi la kwenda Jabalpur, lakini nilipokuwa nimekaa hapo na basi lilipokuwa karibu kuondoka, nilihisi jinsi moyo wake ulivyoguswa hadi kulia. Ulikuwa wakati wa ajabu. Alilazimika kunipeleka Jabalpur, lakini wakati huo huo akawa na huzuni kwa kuniacha niende. Basi liliondoka. Hatua zake zilirudi nyumbani tena. Nilikuwa nimemwona akilia waziwazi katika matukio machache sana. Sasa naelewa kwamba alikuwa akilia kimya kimya katika kila tukio kama hilo. Maisha yetu yote yamejaa mambo ya ajabu kama hayo. Sakilio wake Lidi. Mlikuwa mkisikiliza kumbukumbu ya Rajesh Jiugeni. Upendo wa kimya wa baba. Kusubiri kwake kwenye dirisha la basi na kutamka kwake neno engineering kwa fahari. Yote haya yanatukumbusha dhabihu zisizo na sauti za wazazi wetu. Maisha ni sanaa nzuri ya kuona ya mambo kama hayo ya ajabu na nyakati tamu chungu. Tunatumaini hadithi hii imegusa sehemu fulani ya moyo wako. Asante kwa kusikiliza Atria's Ambitions. Endelea kuwa nasi kwa hadithi nyingine kama hizi ambazo hazijasimuliwa. Kila la heri.